Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ni nakusalimu kwa jina la Yesu popote ulipo. Basi tuanze kipindi chetu cha leo kwa maombi. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wa Mungu huyo. Mbariki, na sasa tunapokwenda kutafakari kipindi hiki, msaidie kuelewana na kile ambacho umekusudia akipokee kwa jina la Yesu. Nipe maneno yenye hekima na nguvu maalum ya kuthibitisha kile ambacho Bwana umetaka mtu huyo akielewe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Basi karibu kwenye kipindi cha leo kinacholetwa kwako na channel pendwa ya Bado Kuna Ushindi TV. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe ninaotaka tutafakari leo unaitwa ramani ya mbingu kwa mafanikio ya dunia. Ramani ya mbingu kwa mafanikio ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, uko tayari kuvunja msimbo wa hatima yako? Uko tayari kuvunja msimbo wa hatima yako? Leo ninataka tuzungumze kuhusu mafanikio. Mafanikio sio kamari, sio kamari. Maisha hayaendeshwi kwa bahati nasibu wala mchezo wa kamari. Mafanikio ni matokeo ya ufahamu, kanuni na ujasiri wa kuchukua hatua na maamuzi ya kimakusudi. Watu wengi hukwama si kwa sababu ya kukosa fursa, bali ni kwa sababu ya kukosa tabia au karakta ya mafanikio zinazoweza kukuwezesha kuwa gari la kubeba uzito wa mafanikio yako. Katika somo hili ambalo ninataka tulitafakari, lina kanuni 10 au tabia 10 ambazo zitakuvusha kutoka mahali hapo ulipokwama kwenda kilele cha hatima yako. Una hatima kubwa, lakini ni kwa sababu kuna mambo machache na madogo hujapata ufahamu wake. Kwa hiyo hizi kanuni 10 tumezigawanya katika makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza ni nguvu ya ndani. Kundi la pili ni mabadiliko ya fikra, na kundi la tatu ni ujenzi wako wa baadaye. Basi hebu makinika nami tuendelee. Sehemu ya kwanza ya kanuni hizi ni nguvu ya ndani au nidhamu ya nafsi. Nidhamu ya nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafanikio ya kweli huanzia ndani, hayaanzi nje. Yoyote aliyefanikiwa alianzia ndani. Huwezi kuutawala ulimwengu wa nje ikiwa bado hujatawala ulimwengu wako wa ndani. Ninarudia maneno haya. Kama unataka kutawala, unataka kufanikiwa, huwezi kuutawala ulimwengu wa nje kama hujaanzia kuutawala ulimwengu wako wa ndani. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 19 anasema maneno haya. Yakobo sura ile ya 1 mstari wa 19 anasema, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Wala si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Nisikilize. Ufahamu wa kweli unaanza na kusikia. Ufahamu madhubuti unaanza na kusikia. Unapozungumza maneno mengi, unajipa nafasi ya kuchakata. Unapozungumza maneno, unajipa nafasi ya kuchakata fursa na mwelekeo wa kimungu. Wenye hekima hutumia masikio yao kama mlango wa maarifa na vinywa vyao kama walinzi wa siri ya mafanikio. Hivyo, kama unataka mafanikio, jifundishe kanuni ya kwanza: ongea kidogo na usikilize zaidi. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Kama unataka mafanikio, jifundishe kuongea kidogo na kusikiliza zaidi. Jambo la pili, haleluya. Kama unataka kufanikiwa, tanguliza utulivu wako wa ndani kuliko kulazimisha kuwa mshindi katika majibishano. Tanguliza utulivu wako wa ndani kuliko kulazimisha kuwa mshindi katika mabishano. Watu wengi wanafikiri mabishano ndiyo nguvu ya kufanikiwa, na matokeo yake wanaangukia pua. Katika kitabu cha Mithali ile sura ya 16 ule na mstari wa 32, Mithali 16 mstari wa 32, kuna maneno mazuri hapa. Anasema, asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa, na mtu aitawala roho yake kuliko mtu atakaye mji. Haleluya. Asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa, na mtu aitawalaye roho yake kuliko mtu atakaye
mji. Kanuni ya pili, tanguliza utulivu wako wa ndani. Tanguliza utulivu wako wa ndani kuliko kulazimisha kuwa mshindi kwa kubishana na watu. Maamuzi sahihi yanahitaji akili tulivu. Maamuzi sahihi yanahitaji akili tulivu. Kupoteza amani yako ili ushinde. Haleluya. Kupoteza amani yako ili tu ushinde. Mabishano ni biashara ya hasara. Ujasiri wa kweli ni kushinda nafsi yako na kulinda utulivu wako dhidi ya kelele zisizo na tija. Nisikilize mtumishi wa Mungu. Kanuni ya pili inakutaka utangulize utulivu wako wa ndani kuliko kulazimisha kuwa mshindi katika mabishano. Tumesoma ile Mithali 16 mstari wa 32. Anasema asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa, na mtu aitawalaye roho yake kuliko mtu atekaye mji. Maana yake ni nini? Maamuzi sahihi yanahitaji akili tulivu. Maamuzi sahihi yanahitaji akili tulivu. Kupoteza amani yako ili ushinde. Haleluya. Kupoteza amani yako ili tu ushinde. Mabishano ni biashara ya hasara. Ujasiri wa kweli ni kushinda nafsi yako na kulinda utulivu wako dhidi ya kelele zisizo na tija. Haleluya. Ujasiri wa kweli ni kushinda nafsi yako na kulinda utulivu wako wa ndani dhidi ya kelele zisizo na tija. Duniani kumekuwa na kelele nyingi, na hizo kelele zimesababisha watu wengi waishi maisha ya kushindwa, kwa sababu wamekuwa wakianza kubishana na kutafuta kuwa washindi badala ya kutuliza akili ili kufanikiwa. Kanuni ya tatu, toa heshima kwa wengine kwa hiari ili nawe uweze kupata heshima. Toa heshima kwa wengine kwa hiari ili nawe uweze kuipata hiyo heshima. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 17 anasema maneno haya. Petro wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 17 anasema maneno haya. Anasema hivi: waheshimu watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Kama unataka kufanikiwa, jitahidi sana kutoa heshima kwa wengine. Jitahidi sana kutoa heshima kwa wengine, tena kwa hiari, ili na wewe uweze kuipata hiyo heshima. Chochote unachotoa katika mfumo wa kidunia ni lazima utakipata. Chochote unachokipoteza utakipata. Hata Yesu alisema ataipoteza nafsi yake ili aweze kuipata tena. Hata kumwamini Yesu Kristo ni lazima ukubali kupoteza nafsi yako ili uipate tena. Maana yake ni nini? Heshima ni mtaji wa mahusiano. Mafanikio yoyote yanahitaji mahusiano, kwa sababu huwezi kufanikiwa peke yako. Mafanikio yako yanahitaji watu, na watu huvutwa na mtu anayewathamini. Kwa hiyo kama hujajifundisha kuwathamini watu, sahau kupata mafanikio makubwa. Unapopanda heshima, unajenga daraja la uaminifu ambalo litakusaidia kufika kileleni. Unapopanda heshima, unajenga daraja la uaminifu ambalo litakusaidia kufika kileleni. Mtumishi wa Mungu, popote ulipo, hizi ni baadhi ya kanuni za kimbingu zinazoweza kukupa mafanikio huko duniani. Leo tumezungumza kanuni 3 na tutaendelea kuzungumza tena. Tumeendelea kuzungumza kile kipengele cha kwanza ambacho ni nguvu ya ndani au nidhamu ya ndani, ambayo tumekuletea kanuni 3. Basi endelea kuzifanyia kazi hizi. Kumbuka somo letu linasema ramani ya mbinguni kwa mafanikio ya duniani. Na je, uko tayari kuvunja msimbo wa hatima yako? Mungu wa mbinguni akubariki sana. Endelea kubaki umebarikiwa. Wewe ni mtu wa thamani kwetu. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, kwa maana katika kufanya hivyo utaturahisishia kuwafikia wengine kwa utukufu wa Mungu. Baki umebarikiwa mpaka mara nyingine.
Kwa kazi nyingine, Mungu wa mbinguni akutunze, Mungu wa mbinguni akulinde. Amen, 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 amen. Amen, amen.